Kuna mambo kadhaa nilitaka nizungumze kidogo kama kijana lakini kama Mtanzania. Baada ya uchaguzi tulisikia ripoti mbalimbali, na moja ya ripoti ambazo tulisikia ni ripoti kutoka SADC na ripoti kutoka Umoja wa Afrika. Hizo ripoti zilieleza kwamba uchaguzi wa Tanzania haujafikia ile minimum standard ya uchaguzi wa kidemokrasia. Lakini pia baada ya ripoti hizo mbili tuliona pia Kanisa Katoliki lilitoa waraka ambao ulieleza kwamba uchaguzi ambao umefanyika haukukidhi vigezo au viwango vya kidemokrasia. Lakini pia kanisa lilieleza kwamba hakuna amani bila haki ambayo imekuwa ikililiwa na watu wengi, haki ya kuchagua na kuchaguliwa, haki ya kushiriki kwenye mijadala mbalimbali ya kisiasa, na haki ya kutoa maoni bila kuogopa kutekwa. Ni kitu ambacho Kanisa Katoliki imezungumza. Lakini kwa bahati mbaya sana wametoka watu mbalimbali ambao mimi binafsi siamini kama ni viongozi wa dini, na wamezungumza maneno ambayo ni ya hatari sana. Ni ya hatari kwa sababu ni maneno ambayo kimsingi yanachochea mgawanyiko, hayajengi wala hayalengi kuleta usuluhishi wa kitaifa. Kwa sababu nimemsikiliza moja wa kiongozi anajiita ni kiongozi wa dini ya Kiislamu, ameongea maneno makali sana. Anasema kwamba watu wakitoka tarehe 9 watakiona, watapita na vichwa vyao, kitu ambacho ni cha hatari kwa taifa, ni cha hatari kwa vijana, ni cha hatari kwa mshikamano wa nchi yetu. Ikumbukwe vijana wanavyopaza sauti zao kudai haki, hawadai kwa sababu viongozi walioko madarakani ni wa dini fulani. Hapana, wala hawazungumzi swala la dini, wanazungumza swala la ukweli, kwamba hawana ajira, kwamba hawawezi kujikimu maisha yao. Ni vitu ambavyo wao wanavizungumza tangu wamemaliza vyuo, na wale ambao at least wamepata ajira wanalalamika kwamba mishahara ni midogo. Lakini leo inageuzwa kwamba unataka itutengenezewe mgogoro wa kidini, jambo ambalo ni hatari sana. Lakini pia kwa sisi vijana, hatumkosoi kiongozi kwa sababu ya dini yake. Hapana, tunamkosoa kiongozi kwa sababu ya matendo yake. Kama matendo ni mazuri na vijana wanaona future, watampongeza. Lakini kama matendo ni mabaya, vijana hawaoni future, ni lazima watamkosoa, na ni lazima wataungana kwa pamoja kudai haki zao. Kiongozi wa dini ameeleza vitu vingi sana. Anasema kwamba kanisa lina memorandum of understanding na serikali kwenye afya na elimu, kitu ambacho sio kitu kibaya. Memorandum of understanding ni watu pande mbili wameelewana, wamekubaliana, ambao ni hatua nzuri, wanasaidia kwenye afya, wanasaidia kwenye elimu. Na mimi sijawahi kuenda hospitali yoyote ambayo ni ya kanisa nitakuta kuna Muislamu amefukuzwa. Mimi wadogo zangu ni Waislamu, lakini mimi ni Mkristo, na wamesoma shule, mmoja amesoma shule ya Kiislamu Mdio Islamic, na mmoja amesoma shule ya Kikristo Bendel Memorial, ambayo ni wamepata elimu na hakuna changamoto yoyote ambayo tumekutana nayo. Sasa haya mambo yanapoanza leo, kimsingi yanatuweka katika mazingira ambayo ni magumu. Kama kuna malalamiko ya upande labda wa Waislamu, wanaona kwamba hii memorandum of understanding haiwapi favor wao, ni swala la kupeleka hiyo hoja kwa viongozi kwamba na sisi kuna hiki wenzetu wana hii leverage, na sisi tupate hii leverage katika elimu na katika afya, sio kushindana, kuvutana.
Tunafahamu kanisa la Roman Catholic mara zote limekuwa likizungumza ukweli bila kubagua. Rais Magufuli alikuwa ni Brahman, lakini nakumbuka mimi wakati Lissu amepigwa risasi walitoa statement, wakalaani, wakasema hichi kitu hakifai. Wakati ule kulikuwa pia kuna matukio, walitoa statement wakasema hapana, haya mambo hayafai. Kwa hiyo ni taasisi ambayo imekuwa ikieleza hivyo, lakini leo tunataka spine tuweke huu mgogoro kama ni wa kidini. Jamani, tuoneni mifano kwenye mataifa ambayo kuna migogoro ya kidini. Vijana wenzangu, tusiingie kwenye huu mtego kabisa. Nchi yetu ni moja ya nchi ambayo imebahatika kuwa na amani. Angalieni hapo Nigeria wasichana wanatekwa kwenye mabweni wamelala na makundi kwa sababu ya vita vya kidini. Makanisa yanachoma, misikiti yanachoma. Sisi hatudai haki kwa sababu ya udini, hapana. Tunadai haki kwa sababu ya utaifa. Haki inadaiwa kwa sababu ya utaifa. Hii nchi ni ya kwetu, kama ina rasilimali nyingi, ni lazima vijana wa Tanzania wanufaike na hizo rasilimali. Na watanufaikaje kama kutakuwa hakuna uongozi mzuri? Ni lazima kuna uongozi mzuri. Lakini mwisho nitoe rai kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Ile kauli ambayo huyu baba ameizungumza ni kauli ambayo ni hatari, ni kauli ambayo inaleta mgawanyiko, na amesema hawaishi hapo, wanapeleka huo waraka kwa misikiti yote. Sasa misikiti yote ikihubiri kile alichokuwa anakizungumza, tutaingia kwenye shida ya namna gani? Huku mtaani tunaishi vizuri. Nimesema mimi na ndugu zangu wa kuzaliwa ni Waislamu, tunaishi vizuri, tunapendana, kwenye ukweli tunaambiana ukweli. Na ni hivyo kwenye utamaduni, kwenye jamii. Haya madhila ambayo yametukuta kama taifa, watu kuuawa kwenye uchaguzi, hayajabagua. Wakristo wamezika, Waislamu wamezika. Kwa hiyo ni kitu cha ukweli. Na ndugu zangu, tukumbuke Mungu hana upande. Upande wa Mungu ni kweli na haki. Kweli na haki ndio upande wa Mungu. Tusivurugwe kwa kuletewa kitu kipi ambacho naona kama kinataka kutuingiza kwenye shida. Kwa hiyo mimi nimesema kama kijana, lakini kama kiongozi nijaribu kutoa maoni yangu ili kuweza kuyaweka haya mambo sawa sawa. Na vijana wenzangu ni wasi asilani tusiingie kwenye huo mtego hata kidogo, kwa sababu tumeona namna ambavyo Sudani kumekaa, tunaona Ethiopia, tunaona huko Nigeria, tunaona namna ambavyo vita za kidini zimekuwa mbaya. Tusikubali mgogoro wa kidini hata dakika moja. Sisi sote ni ndugu, sisi sote ni Watanzania, sisi sote tuko hapa kwa sababu Mungu anakusudi na sisi. Asanteni sana na nawapenda sana. Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu.